kipi ambacho tutaendelea nacho. Na hapa nataka ni kwa harakati za kuziangalia juhudi za kuwapa watu maarifa ya kukua kiroho. Juhudi za kuwapa watu maarifa ya kukua kiroho. Na hapa niko na Madam Rose Ngulinzila, na yeye atatuambia kwamba kama Mkristo ni juhudi zipi ambazo pengine wamekuwa nazo katika kuhakikisha wanawapa watu maarifa ya kukua kiroho. Tunafahamu jambo la kuwapa watu maarifa ya kukua kiroho ni jambo ambalo ni muhimu sana, na hacha Madam Rose hapa atuambie yeye kama Mkristo na huko alikotoka kuna juhudi zipi ambazo wamekuwa nazo katika kuhakikisha wanawapa watu maarifa ya kukua kiroho. Madam Rose, natumaini haujambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwanza naomba ujitambulishe, alafu baada ya kujitambulisha sasa ili mtazamaji aweze kukufahamu vizuri, alafu tutaendelea. Amen. Karibu. Amina. Basi kwa majina yangu mimi ninaitwa Rose Ngulinzila Bagomwa. Ni mwalimu, nafundisha Butimba Sekondari, lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Niko pale Central Buhongwa kwa mchungaji Baraka Yusufu. Lakini pia kwa pale kanisani mimi ni mwenyekiti wa kina mama. Kwa hiyo niko pale namtumikia Mungu. Na kanisa ni kanisa lipi hilo? Kanisa letu ni EAGT Penuel Central Buhongwa, ambalo linapatikana pale Bugugu Mkolani. Kwa hivyo tunapenda sana kuwakaribisha watu mahali pale. Ni mahali ambako tunafundisha neno la Mungu, neno la Mungu la kweli, neno la Mungu lisilogoshiwa, kupitia mtumishi wa Mungu mchungaji Baraka Yusufu. Kwa hivyo natamani sana kuwakaribisha watu wafike, wajifunze, wapate maarifa sahihi ya kimungu. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Huyu ni Mungu mwenyewe anasema, akimaanisha kwamba pasipo maarifa ni ngumu sana kuendesha haya maisha. Tunahitaji maarifa sahihi ya kimungu yatakayoweza kutusaidia sasa kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa usahihi na kuweza kuona matokeo ambayo tunayatarajia mazuri katika maisha yetu, kwenye nyanja zote, kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye malezi ya watoto. Amen. Sasa nataka kujua juhudi zipi ambazo mko nazo katika kuhakikisha watu wanayapata maarifa ya kukua kiroho. Kwanza kabisa tuna mtumishi wa Mungu ambaye nimemtambulisha hapo kwanza, ambaye ndiye mwalimu, na kupitia yeye na walimu wengine na watumishi wengine pale kanisani, tunazo ibada mbalimbali pale kanisani. Siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa ni siku za ibada, siku za kujifunza neno la Mungu. Lakini kuna shughuli nyingine mbalimbali ambazo tunazifanya, kiwemo semina mbalimbali, makongamano mbalimbali. Lakini ziko semina za idara za kina mama, wanawake wanafundishwa mambo mbalimbali, namna ya kulea na kutunza ndoa zao. Lakini vijana, namna ambavyo wanatakiwa kuishi katika ujana wao. Lakini pia watoto, kuna madarasa ya watoto ambayo wanafundishwa namna ya kukua kimungu na kumjua Mungu kulingana na umri wao. Kwa hivyo mahali pale ziko semina mbalimbali, yako mambo mengi ambayo tunafundishwa ya kimungu kabisa. Na ndugu mtangazaji, ninachotaka kukwambia, mahali pale tuna injili ya kweli isogoshiwa. Hatuchakachui, hatutumii chumvi wala mafuta wala vitambaa. Ni neno la Mungu tu pekee. Sawa, Madam Rose. Na nimeona kwamba kuna kongamano ambalo limeandaliwa na nadhani ni uongozi wa kanisani pale. Amina. Hebu naomba ulisemee vizuri hili kongamano. Nadhani ni moja jitihada ama juhudi katika kuhakikisha watu wanayapata maarifa ya kukua kiroho. Naomba lisemee hili lipoje mpaka sasa hivi. Asante. Ili kongamano ni moja ya jitihada ambazo zinafanyika kwa ajili ya kuendelea kuimpart knowledge au maarifa kwa watu ili waendelee kumjua Mungu sana. Kama ambavyo nimetangulia kusema hapo awali, bila maarifa kwa kweli ni ngumu kumjua Mungu, na tunamjua kupitia neno la Mungu. Kwa hivyo iko semina ambayo itaanza siku ya leo mahali pale kanisani Mkolani jijini Mwanza, hapa eneo la Bugugu. Yes, na semina hii itaanza siku ya leo mpaka tarehe 26
tutakuwa na mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam, lakini pia mchungaji mwenyeji pale, mchungaji Baraka Yusufu Muhanuka, ambao watatuhudumia siku kuanzia ya leo mpaka tarehe 26. Ndio. Na semina hii ni semina ama ni mkutano kabisa? Hii ni kongamano. Ni kongamano, yes. Ni kongamano ambalo kwa kweli tunachukua watu wote, tunawakaribisha watu wote wafike waweze kujifunza. Kwa kongamano hili alibagui uwe ni kijana, uwe ni mzee, uwe ni mama, uwe ni baba, yani cha msingi uwe ni mtu yoyote. Na hatuangalii dini, tunakaribisha dini zote, kabila zote, watu wote wafike bila kujali umri wala rika. Tunawakaribisha sana. Sawa sawa. Na pengine sasa nataka kuuliza hapa kuhusu nafahamu kwamba kama jitihada ambazo mko nazo ni kuhakikisha watu wanapata maarifa ya kukua kiroho. Unadhani hili swala la kukua kiroho, kupata haya maarifa, lina umuhimu gani hasa kwa maisha ya Mkristo? Kukua kiroho ni muhimu sana, hasa kwenye nyakati hizi za sasa hivi. Na ninachoweza kusema, tuko kwenye nyakati za mwisho. Kwa hivyo yako mengi sana yanahitaji kumjua Mungu, kupata maarifa sahihi ya kimungu yatakayoweza kukusaidia kuvuka kwenye nyakati hizi. Kwa hivyo kwa kweli ndugu mhubiri, ndugu mtangazaji, ninachoweza kusema ni muhimu sana watu sasa kujifunza, kupata haya maarifa sahihi ya kimungu kwa ajili ya kuwasaidia hasa kuvuka kwenye nyakati mbalimbali kwenye maisha yao. Ziko nyakati ambazo mwanadamu anakutana nazo. Na kwenye nyakati hizi kwa kweli kuna nyakati ambazo ni ngumu kuzivuka bila kuwa na maarifa sahihi ya kimungu. Na ndio maana utaona kuna watu wakati mwingine wanafika mahali, wanapita mahali, na kupitia hayo mazingira wanaokutana nayo wanajikuta wanashindwa kuendelea, wanakata tamaa. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwa na maarifa haya yaweze kutusaidia kuvuka nyakati, wakati mwingine naweza kusema ngumu, ambazo tunakutana nazo kwenye maisha yetu. Sawa sawa. Nikushukuru sana Madam Rozi. Na hapa pengine sasa mtazamaji anayetufuatilia hapa akihitaji kufika Mkolani na hajui namna ya kufika, kwa uchache sana anaweza akafika vipi? Asante. Kwa mazingira mazuri ya kufika pale kanisani, ama kwa namna nzuri ya kufika pale kanisani, aje mpaka Mkolani. Akifika pale Mkolani kuna kituo pale cha daladala. Akifika mahali pale anaweza akachukua usafiri, sana tunatumia bodaboda. Yes, bodaboda anakuja mpaka Bugugu, mtaa wa Bugugu. Sawa sawa. Si mbali sana kutoka pale Mkolani kituoni. Sawa sawa. Nikushukuru sana Madam Rozi Ngulinzila kwa kuwa na mimi hapa na kutuonesha juhudi ambazo mko nazo katika kuhakikisha watu wanapata maarifa ya kukua kiroho. Ndio. Asante sana, na nadhani Mungu akusaidie sana katika jitihada hizi ambazo mko nazo. Amina. Naam, nikushukuru sasa mtazamaji ambaye umekuwa nami kuanzia mwanzo mpaka sasa tulipoanza saa 12:30. Nadhani pale ulipata nyimbo nzuri kuhakikisha kwamba Mungu anaendelea kukuhudumia. Na sasa nikwambie tu tunafika tamati katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu hapa Star TV. Na anayenifanya kuonekana hapa ni Elisha Ndaro pamoja na Venita, lakini msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Jina langu naitwa Madoshi James. Nikutakie Jumapili njema, uwe na wakati mwema. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, Black